Bongo Nyoso bifu limeanza kuchochewa kati ya watangazaji wa Wasafi na Mario Totobadi, na hapa anaweza nikamlaumu Kerry Mastori na Freddy Mastori ambao kwa sasa wanatengeneza uchochezi kati ya Mario, ionekane kabisa kwamba moja kwa moja kwamba kuna utata unaoendelea. Kwa sasa bwana amekuwa akifuatilia estimation ya upigaji wa nyimbo za Mario pale Wasafi, na tukiangalia na kupiga hesabu kwa wale ambao wako live kabisa na Wasafi FM pamoja na Wasafi TV, ni kama kumekuwa kidogo na changamoto ya upigwaji wa nyimbo za Mario. Wanapiga nyimbo za Mario lakini ile kwa nadra sana, yani ni kama wanajisikilizia, na moja kwa moja imetafsirika kwamba ni lengo ama ni nia ya kumpunguza na kumtoa kwenye training Mario masikioni mwa mashabiki. Sasa kama ni mchezo ambao tayari kweli umeanza kufanyika, nafikiri kuanzia hizi media za hapa Bongo zimeanza pia kuingia kwenye maisha ambayo tunarudi tena miaka ya nyuma, kipindi ambacho Diamond alikuwa akikataa pia maisha kama hayo. Of course lengo la Diamond kuja kufungua TV yake ilikuwa ni baada ya kuona kwamba Clouds walikuwa wapigi ngoma zake, na ni fitna ambazo zilikuwa lengo za kuendesha pia maisha mengine ya media, zionekane kwamba labda media ya Clouds ndio iko on top, lakini pia inaweza pia ikamshusha msanii na ikampandisha msanii. Sasa alitoa algorithm ya fikra hizo kwenye mindset ambazo walikuwa wanaamini kwamba bila media fulani hauwezi kufanikiwa. Sasa alichokikataa Diamond leo hii ndio anakuja kukifanya kwenye lebo ya Wasafi, lakini pia the same pia hata katika umiliki wa vitu vyake kwa sasa imekuwa kidogo ina changamoto katika swala zima la kuappreciate, lakini pia na kuonyesha upendo kwa wasanii ambao wanajitafuta. Mtu kama Mario ana nyimbo nyingi sana ambazo ninaamini kwamba ni nyimbo ambazo zingepewa airtime kwenye pale Wasafi FM na Wasafi TV. The same pia hata kwa baadhi ya wasanii wengine, nisizungumze tu kwa Mario peke yake kwa sababu kuna wasanii wengi ambao wanafanya vizuri na wana talent ya kutosha, lakini still ukiangalia pia upigaji wa nyimbo pale Wasafi kuna muda kwamba wanapewa wa Nigeria sana, yani airtime ya kupigwa kuliko hata sisi wa Tanzania. Sasa ni kitendo ambacho pia kidogo kinatufanya pia tuwaze sana na ndio fikirie kwamba labda pengine Diamond anatengeneza hivyo kwa lengo la kuwashusha wasanii ama inakuaje, kwa sababu media ni ya Watanzania, lakini cha ajabu wanafaidika wa Nigeria na wasanii wengine kutokea Uganda na nchi zingine kuliko hata wa Tanzania. Nafikiri kitu ambacho pia kina disappoint sana hata wasanii wa ndani. Mtu kama Mario hata akitengenezwa ile beef lazima